Karibu tena kwenye uchambuzi wetu. Leo sasa tunaingia kwenye kitu ambacho kinaonekana kidogo sana kwenye ulimwengu wa Pilates. Tunazungumzia zoezi la high half toe kwenye mashine ya reformer. Na kusema kweli, nilipoona maelezo yako, nilidhani hiki ni kitu cha kupasha misuli moto tu, lakini kumbe vyanzo vyako vinasema ni kama maabara ya kibiomechanic, yani inafichua kila kitu kuhusu mwili wako. Hilo ni neno zito sana kwa zoezi dogo la kusukuma kigari. Je, uko tayari kuona jinsi kitu hiki kidogo kinavyofungua ulimwengu mzima? Mmesema kweli, ni neno zito, lakini lina ukweli kabisa. Fikiria hivi, kwenye mazoezi mengi, mwili una njia nyingi za kudanganya kidogo ili tu umaliza kazi. Lakini hapa, kwenye high half toe, sheria ni kali, hakuna mahali pa kujificha. Mkao wenyewe unakulazimisha kuwa mkweli. Umelala chali, mgongo na nyonga viko kwenye ule mkao wake wa asili, yani neutral. Na miguu yako ni sehemu ya mbele tu ya nyayo ndiyo iko kwenye pao. Visigino viko hewani. Aha, viko hewani. Sasa hapo, ghafla, kifundo cha mguu ndicho kinachobeba mzigo wote wa utulivu. Hautegemei tena mifupa iliyokaa vizuri. La, unategemea kabisa mawasiliano, yale ya haraka haraka, kati ya ubongo na misuli yako. Na hapo ndipo mahabara inapoanza kufanya kazi yake. Sawa, hebu tuanzie hapo hapo. Kwenye kifundo cha mguu, wengi wetu na mimi nikiwemo, tunafikiri ni kama bawaba la mlango tu, linakwenda mbele na nyuma. Lakini maelezo yako yanasema ni tata zaidi, kuna miondoko ya pande tatu. Hiyo inamaanisha nini sasa kwa lugha rahisi? Hapo umegusa eneo muhimu sana. Sio bawaba moja. Fikiria ni kama lina injini mbili tofauti. Kuna kile kiungo kikuu cha juu, talocrulo, hicho ndicho bawaba la mlango, kuinama na kunyoosha, sawa. Lakini chini yake kuna kiungo kingine, subtalar. Hiki sasa ndicho kinaruhusu unyayo kubingirika ndani na nje. Hiki ndicho hasa kinahusika unaposema nimeteguka. Kumbe Kwa ubongo kila sekunde. Sasa unapoinua kisigino kwenye high health toe, unaondoa ule msaada wa mifupa. Unalazimisha mfumo wote kuwa macho. Kama kuna udhaifu wowote, utauona papo hapo. Kifundo kinaanza kutetemeka. Kisigino kinashuka Kabisa, au goti linaanza kuegemea upande mmoja. Hapo ndipo siri zinafichuka. Sasa hapa niliposhangaa kabisa kwenye maelezo yako. Vyanzo vinasema utulivu wote huu hautoki kwenye misuli mikubwa tunayoijua, mapaja, makalio. La, bali unatoka kwa mashujaa wa siri waliofichwa kando ya mundi. Hii misuli ya fibula ni nini hasa? Ni mashujaa waliosahulika kweli. Yaani ni muhimu mno. Ni misuli miwili tu midogo inapita upande wa nje wa mguu kuanzia chini ya goti hadi kwenye unyayo. Hebu tumchukulie mmoja wao, ule mrefu, fibularis longus. Fikiria ni kama kamba ndefu. Inaanza juu, inazunguka nyuma ya kile kifundo cha nje cha mguu, kisha inapita chini ya unyayo wote na kwenda kushikilia upande wa ndani karibu na kidole gumba. Inasafiri safari ndefu. Ndiyo, na kazi yake ni ya kipekee sana. Inafanya kazi kama korija la kiatu. Inapokaza, inainua tao la unyayo wako, na wakati huo huo inazuia kifundo chako cha mguu kubingirika ndani. Yaani ndiye mlinzi mkuu dhidi ya kuteguka. Aha, sasa nimepata picha. Kwa hiyo mtu anayeteguka kifundo cha mguu mara kwa mara, tatizo linaweza lisiwe tu mishipa iliyolegea, bali hawa mashujaa wa siri hawafanyi kazi yao ipasavyo. Umelipata. Ndio maana haswa inawezekana kabisa wamedhoofika au hawajui jinsi ya kuwaka kwa wakati. Kumbe. Na vipi kuhusu ule msuli wa pili, ule mfupi? Ule mfupi, fibularis brevis. Huyu ni kama mlinzi binafsi. Yuko karibu zaidi, hauendi mbali. Unaishia tu kwenye sehemu ya nje ya unyayo. Kazi yake ni kutoa mrejesho wa haraka mno. Mara tu kifundo kinapoanza kuyumba kidogo tu, huu msuli unawaka na kukirejesha kwenye mstari. Kwa hiyo kwa pamoja wanatengeneza mfumo thabiti kwenye eneo ambalo kiasili halina utulivu. Na zoezi hili linawapa mazoezi ya moja kwa moja. Sawa sawa. Sasa kuna yale maagizo mengine.
weka mgongo neutral, usifunge goti. Tunayasikia kila siku. Lakini kwa nini ni muhimu haswa kwenye zoezi hili? Nini hasa kinatokea nikipuuza? Tuseme nikaacha mgongo wangu upinde kidogo. Swali zuri sana. Najibu ni kwamba hayo siyo mapendekezo, ni sheria za mchezo. Ukivunja moja, umebadilisha zoezi lote. Tuchukue huo mfano wako. Ukipinda mgongo, yani umeondoa jukumu la msuli ya tumbo na kiwiliwili. Badala yake unatumia miguu peke yake kusukuma. Unakuwa umepoteza faida yote ya kuunganisha mwili mzima. Okay, nimekuelewa. Na lile la kutofunga goti, hilo ni muhimu mno. Unaponyoosha mguu na kulifunga lile click, unahamisha mzigo wote kutoka kwenye misuli na kuupeleka kwenye mishipa na kiungo. Ni njia ya mkato. Misuli inapumzika, viungo vinaumia. Zoezi hili linakufundisha kupata nguvu ya kunyoosha bila kutumia hiyo njia ya mkato. Kimsingi, kila agizo ni la kuhakikisha mwili wote unafanya kazi pamoja, kama orchestra. Ni hivyo haswa, umefafanua vizuri sana. Ni ule mazungumzo ya kimya kimya yanayoendelea kila sekunde kati ya mwili na ubongo. Kwenye viungo, kwenye misuli, kwenye kano, kuna vitambuzi vidogo vinavyotuma ripoti. Mguu uko hapa, msuli umerefuka kiasi hiki. Ukiwa umesimama kawaida, mazungumzo hayo ni ya taratibu. Lakini kwenye high half toe, unauweka mwili kwenye hali sio thabiti. Hafla, vile vitambuzi vinalazimika kupiga kelele ili visikike. Vinapeleka taarifa kwa kasi zaidi, na ubongo unalazimika kujibu kwa kasi zaidi. Ule mtetemeko unauhisi kwenye kifundo cha mguu. Ndiyo. Huo ni ubongo wako ukijaribu kufanya marekebisho madogo madogo ya haraka haraka ili usipoteze usawa. Kwa hiyo kila unapofanya zoezi hili, unaimarisha na kuharakisha hayo mawasiliano. Ni kama una upgrade mtandao wako wa ndani wa mwili. Inavutia sana. Naona kia kwenye maelezo kuna hizi modifications, kutumia kamba, kufanya mazoezi ya kusukuma nusu-nusu. Hizi zinafanya kazi gani hasa? Tuseme mimi najaribu na naona magoti yangu yanaangukia ndani. Nifanyeje? Kabisa. Na hapo ndipo zoezi hili linapokuwa zana ya urekebishaji. Kila marekebisho lina lengo lake maalum. Kwa mfano, katika hali yako ya magoti kuangukia ndani, kutumia kamba inayovutika kuzunguka mapaja ni suluhisho zuri sana. Kamba inakulazimisha wewe kutumia misuli ya nje ya mapaja ili kuisukuma kamba ibaki wazi. Kwa hiyo, unazindua misuli ambayo pengine ilikuwa imelala. Sawa sawa. Na yale mazoezi ya kusukuma nusu-nusu, tunayaita pulses, yana kazi yake pia. Kama unafanya mapigo mafupi mwanzoni mwa harakati, unajifunza kudhibiti nguvu ya kuanza kusukuma, muhimu kwa magoti dhaifu. Kama unafanya mapigo mafupi mwishoni kabisa mwa kunyosha mguu, unajifunza kuimarisha goti bila kulifunga. Hii ni muhimu kwa watu wenye viungo legevu. Kwa hiyo, sio tu unafanya zoezi, bali unalitumia zoezi kutatua matatizo maalum ulionayo. Yaani, inashangaza. Tumeanza na zoezi linaloonekana rahisi la kusukuma kigari, na sasa tumezungumzia anatomia, mashujaa wa siri wa misuli, mfumo mzima wa neva unaowasiliana na hata tiba. Ni wazi sasa kwamba high half toe sio tu kuhusu nguvu za miguu, ni kuhusu uwezo wa mwili wako wote kufanya kazi kwa pamoja, kwa mpangilio na kwa akili. Umeielewa sawasawa. Huo ndio muhtasara wake. Mtu anayefanya zoezi hili kwa ufasaha, hauoni akihangaika, hauoni mabega yamekaza, hauoni mgongo umepinda. Unachokiona ni nguvu safi inayopita kwenye mstari ulio sahihi. Kila kitu kinafanya kazi kwa ushirikiano. Kifundo kimetulia, goti linanyoka bila kufungwa, kiwiliwili kiko kimya. Ni kama mwili umepata suluhisho la kifahari kwa tatizo gumu, jinsi ya kutengeneza nguvu bila kujivuruga wewe mwenyewe. Na tunapomalizia, kuna wazo moja kutoka kwenye vyanzo vyako ambalo limenikaa akilini. Nataka kukuachia nalo. Wewe msikilizaji, fikiria hili. Kama kitu kidogo kama kuboresha utulivu wa unyayo wako, kinaweza kuwa na mwangwi katika mwili wako wote. Je, inawezekanaje kazi hii inayoonekana ndogo isiboreshe tu jinsi unavyotembea, bali pia jinsi unavyojisikia kuhusu mwili wako, kujiamini kwako na jinsi unavyosimama duniani, kimwili na hata kiishara?